Filipo yupo karibu, anaona kwenye ulimwengu wa roho viatu vinatembea, anaona kwenye ulimwengu wa roho jeshi linakuja linasogea, anaona kwenye ulimwengu wa roho watu ambao wanakuja. Yesu anajiandaa kukimbia. Yesu anajiandaa kuwa salama. Yesu anajiandaa kujiponya. Usifikiri kuwa Yesu ni mapenzi yake kujiingiza kwenye mikono yake. Aliona haijawezekana kukimbia, aliona imeshindikana kukimbia, akawauliza nyie watu na mapanga na marungu. Kama namfurahia Mungu sema amina yenye nguvu. Amina. Amina iliyoshiba. Amina. Amina iliyobeba muujiza. Yes. Amina iliyobeba kibali. Na hawa ndio watu ambao haulali kwa ajili yao, ili kuhakikisha wanakuwa salama kwenye hii dunia. Na hiki ndicho chakula chao cha watoto, hiki ndicho chakula cha maarifa, hiki ndicho chakula cha hekima na roho zao. Katika jina la thamani mno, ninaomba mkono wako upate kutenda haya. Amen. Kitabu cha kusoma Mathayo 26, tutaanzia mstari wa 30. Mathayo 26. Watu wanaotafuta nyota za watu, wanaoenda kuosha mikosi njia panda, yeye akawa miongoni mwa waliokanyaga njia panda, akabeba mikosi ya umaskini. Mtu akienda kwa mganga wa kienyeji kuomba utajiri, kuna utajiri wa kutoa kafara za watu, kuna utajiri wa kutokutoa kafara za watu, ila kuchukua akili za watu, nyota za watu. Kwa mtu anakuwa chizi, kwa uchizi ule kuna mtu ni tajiri. Unamwona mtu ameshikilia liki yake, halo hizo milioni 2 ingiza kwenye akaunti hiyo hapo, anataja akaunti namba ingiza halo hilo gari amjai kuona watu wa ile hiyo. Sasa yule alishachukuliwaga msukule na mtu, maisha yake yanaenda kupitia yule. Sasa maana ya kusali, tukiweko hapa hatuji kwa sababu ama mchungaji yupo ama kuna semina. Njoo kwa sababu there is something you can get it. Unatakiwa utoke kwenye ujinga wa kuabudu kwa mazoea, kuabudu kwa sababu wewe eti ni Mkristo, baba yako na mamako ni Wakristo. Hapana, sali kwa sababu kuna kitu nakipata ukiingia nyumbani mwa Bwana. Wanaochukuliwa misukule ni watu wanaoingia kanisani. Kijana mmoja tulikuwa naye EAGT pale Sabasaba kabla sijaanza uchungaji. Yule bwana alikuwa mzuri tu, tunaye kanisani. Namna gani amekuwa kichaa mimi sielewi. Shangaa tu haonekani kanisani. Siku moja nikamuuliza, kumbe ndio simeanza kufiatuka. Akanijibu anapotaka yeye, afu anatembea. Tujakaa saa akapotea kabisa. Hawajai kanyaga hata siku moja kanisani. Tunakuja kukutana, anachora barabarani, ni injinia wa barabara. Ina maana tayari kuna watu walishamuona akili zake zilifaa kuwa injinia wa majengo wa barabara, kujenga barabara. Wakaichukua nyota. Hana maombi, hana sadaka. Kwa mimi nimeshuhudia watu wamebadilishwa. Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa sababu hawana maarifa ya ibada. Yaani unasali kwa sababu wewe ni MTAG, unasali kwa sababu wewe ni Mholinesi, unasali kwa sababu wewe ni Mpentekosti, unasali kwa sababu wewe ni Mroma, ni Katoliki, unasali kwa sababu wewe ni Mbaptisti, unatafuta kanisa la kusali la Baptisti. My friend, kuna watu wanatafuta nyota kama ya kwako. Watu wasio na Mungu wameenda kwa mganga wa kienyeji, wameweka dau. Mzee, naomba nipe milioni 10 hizi hapa nitafikie nyota ya utajiri. Mganga anahangaika Iunga kutafuta mzembe mmoja ambaye alitakiwa awe tajiri. Amejisahau, hafanyi ibada, anatania ibada, anashinda kwenye kijiwe cha kucheza drafti, kwenye kucheza bao, anashinda kwenye kijiwe cha kahawa, kwenye umbea pale wenzao wamekaa wanasubiri mizigo ili wapeleke na kilikuu na vibajaji na maguta. Wao unaenda huna chochote, watakubeba. Nisikilize, Biblia inasema hivi, Ibilisi akijua ana muda mchache, akijua nini, anazunguka huku na huku, ana muda mchache. Yesu anakaribia kuja, kama ni ishara zote za kuja kwa Kristo zimetimia. Kwa Ibilisi anapambana kuhakikisha amewaharibia watu mahusiano yao na Mungu, amewaharibia watu ibada, amewaharibia watu imani. Ana muda mchache, anapambana kweli kweli. Hasa wewe uko biza kutafuta maisha, utayaacha maisha. Acheni kushindana na watu kutafuta hela. Acheni kushindana na watu kupambana kuvaa, kula. Huwezi. Mungu ametupa kipimo.
Biblia sema mmoja 30, mwingine 40, mwingine 20, mwingine 10, mwingine 100. Haleluya, unanielewa? Hata Yesu akatoa mfano akasema, kuna tajiri mmoja aliamua kusafiri aende kusomea akachukue degree masters ya utawala, lakini alikuwa ni mfanya biashara. Akaamua kugawa mtaji wake, akampa mwingine 5, mwingine 4, mwingine 10, mwingine 7, mwingine 2, mwingine 1, ili akirudi asipate hasara. Unafikiri kwa nini alikuwa anagawa 10, mwingine 5, mwingine? Alikuwa anaangalia uwezo wa brain yako kumanage biashara. Wao wamepata faida, ndio unaagiza kitimoto, leta na bigi moja na fakta hilo hapo, unashusha. Unakuja na bia unasema lete na mzinga mmoja, sijui mzinga ndio kitu gani, nasikiaga mzinga, lete. Nasikia kuna bia inauzwa 100,000 nyingine, 100,000 bia, lete. Utakuwa tajiri wewe. Machinga amepita na magauni, hilo gauni shilingi 70,000, upo kulivuta, lete. Yaani uko na ramani ya gauni, lete gauni. Zimepita kachori, lete. Wamepitisha nyama choma, nyama choma. Tumenukia, lete kwa tuliege. Upo kula. Utakuwa tajiri wewe. Hauna malengo. Na watu kama hao tunao mpaka makanisani. Anasema nyimbo zimenoga sana huko ndani. Wewe nilipaka kutokuingia, acha niingie tu huko ndani. Choria. Hatuko hivyo. Sisi ni familia takatifu ya kimungu. Kwa bahati mbaya wachungaji wengi wameibiwa. Kumbe mimi niliposimama hapa sikuhubiri tu ili nipate washirika, sikuhubiri tu ili uwe mshirika wangu na kutengeneza uvae vazi jeupe. Hii dunia tunapita wanangu. Sasa hivi michungaji ni michawi. Mimi nakwambia tena, michungaji ni michawi. Sasa hivi wachungaji wanashinda kwa waganga wa kienyeji ili wapate washirika. Watu wanapambana kutafuta washirika. Sasa sijui hao washirika wana vazi la kumlaki Mungu mbinguni. Mimi nathibitishiwa na shuhuda za watu. Kwa sasa hivi wachungaji wamebaki blabla. Kuwakuta wachungaji wa kweli ni ngumu sana. Mchungaji hataki kulima, hana biashara, hata neno la Mungu hana, hata majukumu ya kimungu hana, ila kisimama kusisitiza michango, na michango ya kumwona mchungaji kila mwezi, michango ya umeme kwa mchungaji, kulipia bili ya maji kwa mchungaji, mchele umeisha, gesi imeisha kwa mchungaji. Ndio aliyojaa kwenye makanisa sasa hivi. Na sasa hivi watu wamekazana kwenda kuwaona watoto yatima, wakati kwenu kwenyewe kuna yatima. Kwenye ukoo wenu kuna yatima kibao, wenye maisha magumu kibao. Huendi kuwasaidia, kujipendekeza tu, kipendekeza na likomwe lako. Wamekuomba hao yatima hao, wamekuomba. Dini ya kweli ni ile ya kuona yatima na wajane. Utaona wajane wangapi? Utazaa nao mwisho wa siku. Alipokuwa anasema dini ya kweli ni ya kuwaona yatima na wajane, alikuwa anawatoa kwenye mitazamo waliokuwa nayo kipindi kile, akawaambia basi kama tunatafuta dini ya kweli sio hiyo. Ndio maana akawaambia, mnaoshaje kikombe kwa nje umekazana na kioshi, wakati ndani ni kichafu? Mnaoshaje hivi? Kwani alikuwa anamaanisha kikombe? Alimaanisha kikombe? Alimaanisha kuna watu wanyenyekevu kweli nje, lakini ichawi likubwa wewe. Yaani ukitoka hapa mbea kuliko wambea wenyewe. Aliposema basi kama ni dini safi, basi nendeni mkawaone yatima na wajane. Hizo ibada wanazipenda sana waganga wa kienyeji. Ukienda Mkristo hawakwambii ukatoe kanisani. Ukija kutoa huku tunapiga mapepo. Ili uendelee kuwa mshirikina, uendelee kuwa mtu wa kuzimu, anakwambia chukua sadaka yoyote ile, hata 5,000, 10,000, kampe mtu yoyote yatima na wajane kule, kapelekee. Nafikiri anakuunganisha na Mungu. Biblia inasema hivi, Mungu akamwambia Ibrahimu, nitolee sadaka huyo mtoto wako, nitolee. Sasa huko nakopeleka kwa wajane na yatima ni mawakili wa nani? Ni mawakili wa nani? Wana madhabahu. Mungu anamwambia Gideon, nijengee hapa madhabahu, nitolee sadaka ng'ombe wa pili wa baba. Kwa nini akamwambia chukua ng'ombe wa pili peleka kwa wajane na yatima? Sipukupu huko. Kwa nini asimwambia Gideon peleka kwa wajane na yatima huyo ng'ombe? Anamwambia nitolee. Msimamizi wa madhabahu ni nani? Ya kusema nabii, mchungaji, mtume, mwalimu na mwinjilisti. Huduma hizi Mungu alizitoa. Msimamizi wa madhabahu, msimamizi wa sadaka. Aliyechukua sadaka ya Gideon ni nani? Sikulikuwa na malaika pale? Gideon anamwambia usiondoke hapa. Kwa nini asingemwambia nenda tu nitatoa sadaka kwa yatima na wajane?
Ndio maana mnajichanganya, mnavurugwa, mambo hayaendi kwa sababu unajichanganya. Mara unaamini kwa mjane ndio kwa kutoa sadaka, unaiweka tena hapo, utavuruga mambo. Chagua moja basi, kama ni huko kwa yatima na wajane, huko watembelea wajane, wapatie na yatima. Lakini kama ni kwa Mungu, komaa. Mathayo 26 mstari wa 30. Nao walipokwisha kuimba wakatoka nje kwenda mlima wa Mizeituni. Narudia tena mstari wa 30. Nao walipokwisha kuimba na kucheza wakatoka nje ili kwenda mlima wa Mizeituni. Ndipo Yesu akawaambia, ninyi nyote mtachukizwa na watu kwa ajili yangu usiku huu, kwa kuwa imeandikwa, tampiga mchungaji ili kondoo na kundi lake watawanyike. Mlima wa Mizeituni ulikuwa na mambo mengi, yaani kila wakitaka kuongeza nguvu walikuwa wanakusanyika mlima wa Mizeituni. Wakiwa na jambo la faragha walikuwa wanakusanyika mlima wa Mizeituni. Hata Yesu alipotoka hekaluni, alipoambia haya majengo yatabomolewa yote, walipofika mlima wa Mizeituni wakamuuliza Yesu kwa faragha, haya mambo yatakuwa lini? Kwenye mlima wa Mizeituni. Kwenye mlima wa Mizeituni ndiko Yesu akitaka kuongeza nguvu alikuwa anaenda kwenye mlima wa Mizeituni. Sema amina. Akitaka kuwa imara anaenda mlima wa Mizeituni. Akitaka kulia na maumivu anaenda kwenye mlima wa Mizeituni. Kwenye mlima wa Mizeituni walikuwa wanakaa wanafunzi 12. Acha ule mkutano wote wa maelfu ya watu waliokuwa wanakutana huko barabarani. Kwenye mlima wa Mizeituni walikutana na nguvu za Mungu, walikutana na siri za Mungu kwenye mlima wa Mizeituni. Na hapa natamani leo pawe ni mlima wa Mizeituni miaka yake yote kabla Yesu hajaja. Ukija hapa huwa unapata siri za kuendesha familia yako. Huwa unapata siri za biashara. Huwa unapata siri za miradi yako. Jinsi gani ongezeke. Hapa kwenye mlima wa Mizeituni wewe unapata neema ya kufanikiwa. Mstari wa 36. Kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani inayoitwa Getsemani, huko kwenye mlima wa Mizeituni. Akawaambia wanafunzi wake, kaeni hapa, mimi niende mbele huko nikaombe. Yesu akawaambia, inukeni twende zetu, tazama yule anayenisaliti amekaribia kufika. Yesu alipokuwa katika kuongea hayo ili waondoke, Yuda Iskarioti, mmoja wa wale wanafunzi 12, akaja na kundi kubwa, wenye mapanga, wenye marungu, wametoka kwa wakuu wa makuhani, wametoka kwa machifu wanaoitwa wazee wa watu, waliokuja kumkamata Yesu. Wameshika nini? Mapanga na nini? Na marungu. Yesu yuko kwenye mlima wa maombi, anajiandaa kushinda vita. Anatetesi kwamba kuna maadui, anatetesi kwamba kuna wabaya, na hajui wabaya hao wanajiandaa kwa kiwango gani. Yesu akiwa anahisi yule msaliti upo karibu, anaona kwenye ulimwengu wa roho viatu vinatembea, anaona kwenye ulimwengu wa roho jeshi linakuja linasogea, anaona kwenye ulimwengu wa roho watu ambao wanakuja. Yesu anajiandaa kukimbia. Yesu anajiandaa kuwa salama. Yesu anajiandaa kujiponya. Usifikiri kuwa Yesu ni mapenzi yake kujiingiza kwenye mikono yake. Aliona haijawezekana kukimbia, aliona imeshindikana kukimbia. Akawauliza, nyie watu na mapanga na marungu, kama kumkamata jambazi, shida yenu nini? Wakasema, shida yetu ni wewe Yesu wa Nazareti. Akasema, nikamateni. Nisikie kwambie, Yesu anaongea haya kwa sababu haijawezekana kukimbia, haijawezekana kutoroka, lakini anaamua kujisalimisha kwa sababu wana marungu. Anaamua kujisalimisha kwa sababu wana mapanga, wamejiandaa kwa mauaji, wamejiandaa kwa mabaya. Anawauliza, shida yenu ni nini? Shida yenu ni nini? Mbona mmetoka kwa maaskofu? Mbona mmetoka kwa wachungaji? Mbona mmetoka kwa manabii? Mmekuja hapa, shida yenu ni nini? Wanasema, shida yetu ni Yesu wa Nazareti. Akasema, shida yenu ni nini? Sio hawa wanafunzi, wacheni waende zao, nikamateni mimi. Wanasifiwe. Yesu anajisalimisha kwa sababu waliokuja kumkamata wana mapanga, wana marungu, wamezamilia kuua, wamezamilia kumwangamiza, wamezamilia kumteketeza, kumpoteza. Lakini Biblia inasema
Yesu alikuja, mwana wa Adamu alikuja duniani ili kila mtu anayemwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele, awe na uzima wa milele. Ndio sababu Yesu alikuja duniani. Lakini walipoenda mlimani, walipomfuata Yesu, walienda ili kumpoteza, ili kumuulia kule mlimani, ili kumchinja kule mlimani, kupoteza ushahidi. Yesu akasema, nikamateni. Wanaokutafuta hawana ajenda nzuri, hawana mpango mzuri. Wanaokutafuta, wanaosema mabaya juu yako, wanataka jina lako lipotee, wanataka nyota yako ipotee, wanataka familia yako ipotee, isambaratike, isiwe na mwelekeo. Wanataka usieleweke, biashara yako ipotee, shughuli yako ipotee, kazini kwako ipotee, usiwe na mwelekeo wa maisha. Lakini Yesu anasema, mimi nilikuja duniani kila naye niamini, kila naye nikubali awe na uzima tele, uzima tele kwenye ndoa yako, uzima tele kwenye biashara yako, uzima tele kwenye wokovu wako, uzima tele kwenye huduma yako, uzima tele. Watoto wako wawe na uzima tele, ile mifugo uliyofuga iwe na uzima tele katika jina la Yesu Kristo. Uwe na uzima tele, chochote unachokifanya kiwe na uzima, chochote unachotenda kiwe na uzima tele. Kama kuna tunanielewa, wanaotamani upotee, miliki kwa jina Bwana. Wanaotamani upotee, kama unamwamini Yesu Kristo, hautapotea. Kama uko mahali hapa, hautapotea. Kama unaabudu nyumba hii, hautapotea. Nasema hautapotea, hautapotea. Kama Yesu alifufuka, hautapotea. Kama Yesu anaishi, hautapotea. Kama utamtumikia kweli, hautapotea. Hata biashara yako haitapotea. Na kutangazia, uwe na uzima tele, uwe na uzima tele, uwe na uzima tele. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Wangapi wananielewa? Wangapi wananielewa? Walimwendea Yesu waliokuwa wanafunzi wake kabisa, anaitwa Yuda Iskarioti. Amemwendea Yesu. Watu wanaoenda kule wamedhamiria kuua ili apotee, wamebeba marungu na mapanga, wamebeba silaha za kutosha ili wamchinjie huko. Bwana sifiwe sana. Yesu akasema, nikamateni mimi, wanafunzi wacheni. Adui wa watoto wako anataka watoto wapotee. Adui wa biashara yako anataka apotee. Yesu alisalenda kwa sababu aliona hakuna namna. Akisema kimbie, wanafunzi watakufa, watauawa. Akasalenda, akasema hawa wacheni, mimi nikamateni. Wakamkamata, wakampeleka mahakamani ili labda wamhukumu kwa haki. Pilato akasema, sioni hatia. Nisikilize nikwambie, nimalizie kwa kusema, nimekuja kusimama mbele yako nikwambie, hauna hatia. Hauna hatia. Kwenye biashara huna hatia. Kazini kwako huna hatia. Dukani kwako huna hatia. Mtaani kwako huna hatia. Pilato anasema, huyu Yesu mliyemleta kwangu, kama hamkufanikiwa kumuua huko mlima wa Getsemani, mlima wa Mizeituni, hata mimi naona hana hatia, mwacheni aishi. Lakini wakasema, damu yake na iwe juu yetu na watoto wetu. Anayekuhukumu wewe, anayekulaani wewe, nasema siku zote laana iwe juu yake na watoto wake, iwe juu yake na ukoo wake. Kila anayekusemea mabaya, kila anayekusemea maovu, kila anayekulinda, laana iwe juu yake na wazazi wake na watoto wake. Alaaniwe leo, alaaniwe kesho, alaaniwe milele, maisha yote alaaniwe. Unanielewa? Sema amina.
Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Anayekuombea mabaya, mabaya yawe juu yake na watoto wake, kwa sababu Pilato alisema huyu mtu ana hatia, sioni kama na kesi, sioni kama amekosea. Wakasema laana yake iwe juu yetu na watoto wetu na watoto wao na watoto wao na wazazi wao na ukoo wao. Kila anayekulani, anayekusemea mabaya, anayekuloga kwa waganga, aliyechukua nyayo za miguu yako, laana iwe juu yake na watoto wake na wazazi wake. Aliyechukua chupi yako ili akakuloge, laana iwe juu yake na watoto wake. Aliyechukua nywele na kichwa chako, laana iwe juu yake na watoto wake, kwa jina la Yesu Kristo. Aliyechukua jasho la kichwa chako, la uso wako, la mwili wako, Bwana asifiwe. Ninatabiri haya kwenye maisha yako, asiyepo adui atakaye kufanya ulie, atakaye kufanya uiname, atakaye kufanya uwe dhaifu, atakaye kufanya uwe mgonjwa, atakaye kufanya ufe kabla ya siku zako. Siku zetu za kuishi ni miaka 120. Hakuna mchawi wa kukuloga, hakuna mganga wa kukuloga. Wote walioandika majina yako kwenye chungu walaaniwe wao na watoto wao, walaaniwe wao na vizazi vyao na wazazi wao na ukoo wao. Wote walioandika majina yako kwenye chungu, kwenye pembe ya kichawi na mganga yeyote, walaaniwe wao. Wasiwe na kazi, wasiwe na biashara, maisha yao yawe magumu, wateseke, wafe kabla ya wakati, wafe kabla ya wakati, wafe kabla ya wakati. Wanasifiwa, wanasifiwa. Niongeze nisongeze, niongeze nisongeze. Mimi nasema hivi, walipomwendea Yesu hawakwenda mikono mitupu. Walienda na marungu, walienda na mapanga. Chochote walichokuja nacho kwenye maisha yako, Biblia inasema kila silaha iliyotengenezwa kwa ajili yako haitafanikiwa, haitafanikiwa, haitafanya kazi, haitafanikiwa. Kila silaha iliyotengenezwa kwa ajili yako haitafanikiwa. Walimwendea Yesu wakiwa na mapanga na marungu. Hata waliokuja kwako wakiwa na uchawi, wakiwa na majina, wakiwa na nyota yako, hawatafanikiwa. Waharibiwe, waharibiwe watu waliokuja wakachukua majina ya watoto wako, waharibiwe. Nasema waharibiwe waliochukua watoto wangu kwa uchawi na uganga, waharibiwe, wapigwe, wapigwe. Wanaosumbua uzao wangu wapigwe. Kila silaha yao haitafanikiwa, inaharibiwa. Na watoto wangu wanatoka kwenye chungu cha uchawi, watoto wangu wanatoka kwenye pembe ya uchawi. Natabiri hivyo, kila mtoto wangu aliyewekwa kwenye kibuyu cha uchawi anatolewa. Njoo, njoo. Kila ndoa iliyo kwenye chungu inatolewa. Njoo. Kila mtaji wa biashara yako iliyo kwenye chungu unatolewa. Njoo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Walimwendea Yesu wakiwa na mapanga na marungu, wamekusudia kuua. Yesu akasema hapana, haiendi hivyo, twendeni mahakamani, twendeni mahakamani. Walipoenda mahakamani, hakimu hasa mtu hana hatia, hana hatia, wakasema laana yake iwe juu yetu na watoto wetu. Natangaza kwa jina la Yesu, kila naye kushtaki kwa mwenyekiti wa mtaa wa kijiji, laana iwe juu yake, laana iwe juu yake. Kila aliyeroga kizazi chako ili usizae uwe mtu wa kuaibika, mtu wa kulia, laana iwe juu yake na watoto waliowazaa yeye na wazazi wake. Kila anayechezea biashara yako, laana iwe juu yake na watoto wake. Pilato anasema huyu Yesu mliyemleta kumhukumu hapa mahakamani hana kosa. Wanasema laana yake iwe juu yetu, achana naye, tuachie sisi. Laana yake iwe juu yetu na watoto wetu. Na hivyo natangaza
kila anayecheza na watoto wako, kila anayecheza na ndoa yako, kila anayecheza na mume wako, kila anayecheza na mke wako, laana iwe juu yake na watoto wake. Kila anayecheza na majina yangu, anayesema sema hote jina langu, G7 Mwasomora, nasema laana yote, laana zote za mtaa wako ziwe juu yako. Ulaaniwe wewe kila siku, uwe na maisha magumu wewe kila siku. Kila anayekusema wewe jina lako, kila anayekushtaki ovyo ovyo kwa barozi, laana iwe juu yake. Laana za watu wote kwenye mtaa wenu ziwe juu yake. Umaskini uwe juu yake. Nasema kama kuna kulala njaa, kuna watu wanalala njaa, basi huyo alale na njaa kwa niaba ya watu wote katika jina la Yesu Kristo. Unanielewa? Sema amina, 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 amina.